Jinsi ya kuepuka maumivu katika mahusiano ama ya kusaliti maumivu katika mahusiano. Leo nitakupa hatua 3 za kuepukana na maumivu katika mahusiano. Mahusiano yamekuwa yanaumiza sana watu. Watu wanalia, watu wanakata tamaa kwa ajili ya mahusiano. Ila leo hizi hatua 5 ama haya mambo 5 yatakusaidia sana wewe kuepukana na maumivu katika mahusiano. Karibu sana, naitwa Mombeki Crispin. Kama ni mgeni katika channel yangu, naomba usipite bila kusubscribe. Kwa maana hapa ndo mahala pekee ambapo tunaongea swala zima la mahusiano na ndoa kwa upana. Lakini pia ukihitaji ushauri utanicheki kwa namba zangu za simu hizo. Karibu sana. Twende tukafahamu njia ya kwanza ya kuepuka maumivu katika mahusiano. Njia ya kwanza ya kuepuka maumivu katika mahusiano ni kuondoa matarajio. Watu wengi hawaumizwi na upendo tu. Kuna muda mahusiano yanapovunjika, ule upendo unaweza kuwa umetoweka, ukawa umpendi tena ule mtu, ila yakabaki maumivu ya matarajio, yale uliyowekea, uliyotarajia yatatokea. Ulitarajia kutakuwa na ndoa, ulitarajia ndio utakuwa mwanaume pekee ama mwanamke pekee, ulitarajia atakupenda, ulitarajia atakufanyia hiki, ulitarajia. Matarajio yale uliokuwa nayo yakakufanya uingie katika mahusiano, ndio yatakufanya uishi kwa majuto na uishi kwa maumivu. Kwa hiyo kama unataka kuepukana na maumivu leo katika mahusiano, ni lazima uyaondoe matarajio before mahusiano hayajavunjika. Usiwe na matarajio ama matarajio yasikudrive kujiaminisha upo sehemu sahihi. Nishawahi kutoa somo la kufundisha sababu za kufanya uingie katika mahusiano, zinaweza zikabaki kuwa sababu lakini sio matarajio. Kwa sababu yasipotokea hayo matarajio, utaumia sehemu kubwa sana. Kwa hiyo njia ya kwanza ya kuepukana na maumivu katika mahusiano, ondoa matarajio makubwa kwa huyo mtu ama katika hayo mahusiano. Ushanaelewa eh? Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ya kuepuka maumivu katika mahusiano, usiishi kwa ahadi. Hii iko both side. Inaweza ikawa kuna mambo umeahidiwa, kwa hiyo unaishi kwa mategemeo yale ya zile ahadi. Kwamba unajua nini, aliniahidi kina hiki, hebu acha tuone itakuwa nini. Kwa hiyo unaweza kuwa unavumilia sehemu, sio kwa sababu ya upendo, bali kwa sababu ya kutaka ile ahadi itimie. Watu wangapi leo hii katika mahusiano walibaki katika mahusiano wakiamini kwamba subiri kwanza ile ahadi, akinitimizia ile ahadi yangu ndo namuacha. Wangapi? Wangapi waliishi katika mahusiano kwa sababu aliahidiwa atanunuliwa simu. Kwa hiyo akawa anaweza kufanywa mambo ya kijinga, mambo ya kipuuzi, unyanyasaji, lakini akavumilia akiamini subiri kwanza, alisema mwezi ujao ananunulia simu, subiri nijifanye mjinga mpaka ule mwezi ufike. Wangapi walishawahi kusota katika mahusiano kwa ajili ya kubaki kwa zile ahadi walizoahidiwa? Kwa ahadi inaweza ikakubakisha katika mahusiano ukaendelea kuteseka pakubwa sana, kwa sababu unaisubiri ile ahadi itimie. Ahadi inaweza ikakuaminisha uongo katika mahusiano ukauona ni ukweli. Ahadi inaweza ikakuficha kuona vitu vyenye uadhi ambavyo unatakiwa uvifanyie kazi usivione, kwa sababu aliniahidi atanioa, aliniahidi atoniacha, aliniahidi tutaishi wote, aliniahidi atanipeleka Dar es Salaam, aliniahidi atanipeleka Ulaya, aliniahidi atanitafutia kazi, aliniahidi atanifungulia biashara, aliniahidi atanitibia, aliniahidi atamsomesha mtoto wangu, aliniahidi tutazaa wote. Ahadi zisikuweke katika kifungo cha maumivu, kwa sababu unaweza ukawa unavumilia maumivu kwa kusubiria ahadi, na ahadi isifike na ukawa umeumia pakubwa sana. Na ahadi isipofika na kila kitu kikaribika, maumivu yako yatakuwa makubwa mara mbili yake, kwa sababu uliumia pasi na sababu, kwa sababu sababu ilikuwa ni ahadi na ahadi haijatokea. Kwa maumivu yatakuwa mara mbili, utajiona mjinga sana, bwege sana, majuto yatakuumiza na itakuaffect kisaikolojia, kuamini sasa hata mtu atakuja kukuahidi jambo la ukweli hutomwamini. Kwa hiyo utakuwa ni mtu ambaye unaweza kuharibu vitu vizuri kwa ajili umepoteza ule uaminifu tena kwa wanaume ama kwa wanawake. Kwa hiyo usiwe mtu mwenye kuishi kwa ahadi. Acha vitu vitokee, kama vitu vimepanga, kama kawaida atafanya hiki, usiweke katika akili yako mwezi ujao, mwakani alisema no. Endelea na michakato yako, endelea na upambanaji wako, endelea na utafutaji wako. Kama atafanya.
Njia ya tatu ya kuepuka maumivu katika mahusiano, usimiliki chochote, iwe mtu ama vitu. Usimiliki chochote. Usiseme huyu ni mume wangu peke yangu. Usijipe mamlaka ya kufikiri ni wewe umemuumba. Usiseme huyu ni mke wangu peke yangu. Usijipe mamlaka kama wewe ndio umemuumba. Usiseme hiki ni kitu changu, hiki ni kitu changu. Kitu pekee unachokimiliki katika hii dunia ni cha kwako, kwamba hiki ni changu binafsi. Mtu pekee unayemmiliki katika hii dunia ni wewe pekee, kwa sababu ndio wewe uliokuwepo sasa hivi unanisikiliza. Ndio wewe unaweza kufanya unachotaka. Kuhusiana na mtu mwingine, ni ngumu kumlazimisha mtu afanye unachotaka. Ni ngumu mtu kukufurahisha wewe akaacha kujifurahisha yeye. Vitu vinakuja na kuondoka. Kwa hiyo tuache kujimilikisha vitu ama watu. Mtu anapokusaliti unaumia sana, kwa sababu unaona wa kwako. Yaani kwa nini ananisaliti wakati mimi ndo bwana wangu, wakati mimi mume wangu, wakati mimi mke wangu? Ni kweli mke wako, lakini hujamuumba wewe, ni binadamu pia. Binadamu ameumbiwa makosa. Anaweza akafanya hayo makosa, ama anaweza akafanya uchaguzi wa kukuudhi tu. Usiumie kwa sababu ulikuwa unafikiri ni wako. Unaweza ukaumia kwa sababu kakusaliti, kavunja agano na ahadi zenu. Lakini usiumie kwa sababu ulitaka awe wa kwako peke yako. Hakuna kitu unachokimiliki. Yeye ndo atachagua awe wa kwako, sio wewe. Na atapoamua kutochagua kuwa wa kwako ni yeye, sio makosa yako. Kwa hiyo mara nyingi tunaumizwa na vitu vinavyotokea katika mahusiano ama vitu wanavyovifanya wenzetu, kwa sababu tunaamini sisi ndo tulistahili kila kitu kutoka kwake. Sisi ndo tulistahili upendo wake. Sisi ndo tulistahili muda wake. Sisi ndo tulistahili mali zake. Sisi ndo tulistahili pendo lake. No. Mmekutana kimjini, mtaachana kimjini. Nimekutania bwana, lakini usimiliki chochote. Wewe chukulia tu mwanaume ni yupo, leo yupo kanakupenda, pengine hata kesho anaweza akabadilika. Kwa hiyo weka ile nafasi. Mpende kiasi, usimpende kupitiliza, ama usimpende zaidi unavyojipenda. Kwa sababu ujiwekee nafasi ya kwamba huyu naye binadamu, anaweza akabadilika. Sawa Sasa hiyo ni njia nyingine ya kuepuka maumivu katika mahusiano. Kwa hiyo ikatokea hata akabadilika, hautaumia kwa sababu alikuwa sio kwako, na utagundua kwamba hakuwa kwangu, ana maamuzi ya kufanya ama ya kuchagua anachotaka. Njia nne ya kuepuka maumivu katika mahusiano ni kujipenda zaidi. Very simple. Jipende wewe zaidi. Naombeaga watu kila siku, kama kweli wewe unajipenda, hauwezi kumlilia mtu asiyekupenda. Hauwezi kumlazimisha mtu asiyekupenda akupende. Kama kweli unajipenda, utashukuru mtu asiyekupenda akiondoka katika maisha yako. Kama kweli unajipenda, lakini kama hujipendi, utalazimisha watu wasiokupenda wabaki katika maisha yako. Maanake ukimlazimisha mtu asiyekupenda kubaki katika maisha yako, na maanake umechagua kuumia. Unataka huyu mtu abaki katika maisha yako ili aendelee kukuumiza. Lakini kama unajipenda, utatafuta uhuru wako kwa udi na uvumba. Kwa hiyo kujipenda zaidi kuna namna nyingi. Utapenda uwe na furaha, utapenda uwe na amani, au utapenda kuwa karibu na vitu vinavyokuumiza, utapenda kushiriki vitu vinavyokwaza. Ni namna hiyo. Utajichagulia mambo mazuri, ni namna hiyo. Usichague mtu over your happiness. Usichague mtu zaidi ya furaha yako. Usichague mtu zaidi ya amani yako. Amani yako, furaha yako ndio vitangulie kabla ya kuchagua. Hii itakurahisishia sana kuachilia watu wasiostahili maisha yako ama wasiostahili upendo wako kuondoka, ili wakuache na amani na furaha yako. Kwa hiyo usiumie watu wasiokupenda ama wasiostahili kubaki katika maisha yako wanapoondoka, bali furahia, kwa maana mwanzo mpya wa furaha na kujenga amani yako ndipo unapoanzia hapo. Sawa? Amani inaanza pale wale waliokunyima amani wanapoondoka katika maisha. Upendo unaanza ama unafata pale wale wasiokupenda wanapoondoka katika maisha yako. Sawa sawa? Always baki na wewe, jikampani, jipe nguvu, jipe tumaini, jipe imani, jijenge, amini. Jijari, jipende, jitakie mazuri. Sawa? Hiyo ni njia ya nne.
ya kuepuka maumivu katika mahusiano. Njia ya 5 ya kuepuka maumivu katika mahusiano ni kuishi. Ishi kwa nafsi yako na maisha yako. Usiishi kwa ajili ya vitu, usiishi kwa ajili ya mtu, usiishi kwa ajili ya cheo, usiishi kwa ajili ya nafasi, usiishi kwa ajili ya sifa. Ishi maisha kwa ajili yako, kwa ajili ya nafsi yako. Na usingoje utakapoolewa ndo uanze kuishi. Usingoje utakapojenga nyumba ndo uanze kuishi. Usingoje utakapopata mchumba ndo uanze kuishi. Usingoje utakapotolewa posa ndo uanze kuishi. Usingoje utakapomaliza chuo ndo uanze kuishi. Usingoje utakapopata kazi ndo uanze kuishi. Usingoje utakapopata pa kupanga nyumba ndo uishi. Usingoje chochote, kwa maana wewe umekamilika hivyo ulivyo. Anza kuishi hapo hapo ulipo. Kama unakaa kwenu, anza kuishi. Furahia maisha. Enjoy the moment. Nani anajua kesho pengine hutofika kupanga nyumba, pengine hutomaliza nyumba ulianza kuijenga, pengine hutapata kazi mpaka unakufa, pengine hutopata hicho kiwango cha fedha unachokifikiria mpaka unakufa, pengine hautaolewa mpaka unakufa, pengine hutopata mtoto mpaka unakufa. So usisubiri hizo moment zije ndio uanze kuishi. Anza kuishi sasa, kwa sababu ndio wakati ambao tuna ushahidi nao tumeexist. This time ndio wakati tunaojielewa. Inua mkono na inua. Hatuwezi jua dakika 2 mbele mkono nitakuwa nainuliwa na mtu mwingine huko. Kwa hiyo ishi leo maisha yako, my friends. Usingoje jambo fulani likamilike ndo uanze kufurahia. No. Usingoje fulani akukubali ndo uanze kufurahia. Usingoje fulani aanze kufanya vitu vizuri eti ndo akufurahishe. No, furaha yako isitegemeane na mtu mwingine, isitegemeane na vitu vingine, isitegemeane na mtu mwingine kufanya vitu vizuri ndo ufurahi. Yaani wewe ufurahi mpaka bwana wako ndo akufanyie kitu kizuri ama ndo ufurahi? Haufurahi mpaka bwana wako akupende, mpaka mwanamke wako akupende? Kweli? Furahi sasa. Kwa maana wewe ndo mtu sahihi kwako. Wewe ndo mtu pekee kwako. Wewe ndo mtu unajitakia mazuri kwako. Be happy now. Kwa njia ya 5 na ya mwisho ya kuepuka maumivu katika mahusiano, be happy from now. Ukiwa na furaha wewe mwenyewe, hutotegemea mtu aje kukufurahisha, na haitokuwa rahisi mtu mwingine kuja kukuchukiza, kwa sababu unamiliki furaha yako wewe. Sijui kuna mtu amenielewa? Sasa hizo ni njia 5 nimekupa za kuepukana na maumivu katika mahusiano. Kama wewe upo katika mahusiano leo, anza kuziapply hizi njia mapema. Kwa maana hatuwezi kujua ya kesho. Sawa, kwa hiyo apply hizi njia mapema ili kesho ikitokea tofauti, basi uwe na sehemu ya kujishikiza katika haya mambo 5. Ushanielewa? Kama hii video imekusaidia, naomba uniandikie katika comment yangu hapo, ama katika comment hapo na mimi nitasoma na nitakujibu. Lakini pia kama una changamoto yoyote katika mahusiano yako, usisite kunitafuta kwa namba zangu za simu hizo unazoziona hapo katika simu yako, ama katika TV yako, ama katika laptop yako. Ulikuwa na mimi mwanzo mpaka hapo tunapoelekea mwisho wa somo letu hili. Mimi nikuage tu kwa sasa hadi wakati mwingine tena. Bye bye.